بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي نحمده ونستعينه والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده سبحانه وتعالى ترة أخرى قائلا: هو الذي شرف الأنام بالتوحيد والأدب الكريم الفضيل، ثم الصلاة والسلام على رسولنا المصطفى محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن صار في مسيرته ونهج في منهجه وسلك في مسالكه الكريمة إلى قيام الساعة وبعد. Ikiwa katika harakati hizi za kuweza kutangaza mambo ya kheri na yanayoridhiwa na Allah tabaraka wa taala, hivyo basi tumetanguliza shukurani kwanza za dhati mno zinazotoka katika viini vya mioyo yetu kuweza kumhimidi Allah tabaraka wa taala aliyetuwezesha kukutana tena kwa mara nyingine katika vipindi vyetu vya kila siku au vya kila Alhamisi, kama jinsi tulivyotoa taarifu hizi katika vipindi vyetu vya awali katika studio yetu pendwa hii ya Zahara Adam Production na katika TV yetu hii ya Sirajul Munir. Vipindi vyetu hivi lengo lake ni kutengeneza umma kwa yale ambayo yanastahiki wao kuyajua na kuyatambua katika maisha yao ya kila siku. Leo tutakuwa na mada ambayo itaambatana na kujua tarikh ya shahri Ramadhan, historia ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan ambao tunautarajia kuweza kuupata siku hiyo ya kesho, aidha kesho kutwa, kutokana na namna tutakavyobahatikiwa kuona mwezi katika jioni hii ya leo. Hivyo basi, waheshimiwa Islam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi huu tulionao, mwezi wa Shaaban, aliweza kuzishusha aya ambazo za kutuonesha fardhiyati saumi, swala la kuweza kufaradhishwa kwa saumu, pale aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya kumlaani shaitani aliyelaanika, akasema: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi ambao mlioamini mmefaradhishiwa nyinyi kuweza kufunga kama walivyofaradhishiwa wale ambao waliyekuwa kabla yenu. Saumu ya Ramadhani ilikuwa bado haijafaradhishwa toka mtume alipopewa utume akatekeleza ibada za sala, kama jinsi tulivyoona katika kisa cha al-Isra wal Mi'raj, namna alifaradhishiwa ibada tukufu ya sala. Alhamdulillah, aliweza kuitekeleza ibada hiyo akiwa bado angali katika ardhi ya Makka, na mpaka aliweza kuhamia katika ardhi ya Madina. Mwaka mzima wa kwanza uliweza kupita, mwaka mzima ulipita, saumu ya Ramadhani ilikuwa haijafaradhishwa. Na ulipoingia mwaka wa pili katika mwezi wa Shaaban, ndiyo mwezi sasa ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam aliweza kuteremshiwa aya hii ambayo niliyoisoma, ili watu wajue kama hivi sasa wamefaradhishiwa ibada ya saumu ambayo ni saumu ya Ramadhan. Na kabla ya hapo walikuwa wanafunga Ashura kama jinsi tunavyojua. Katika mwaka wa pili ulipoingia mwezi wa Muharram, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaona Mayahudi wakiadhimisha tarehe 10 ya mwezi wa Muharram ambao tunaita ni yaumu Ashura. Aliuliza, ma hadha, kipi hichi ninachokiona? Mayahudi walimwambia, hadha yaumu alladhi najja Allahu nabiyahu Musa wa qaumahu, hii ndio siku ambayo Mwenyezi Mungu aliweza kumnusuru Nabiyullahi Musa pamoja na kaumi yake min aduwihim Fir'auna la'natullahi alayhi, kutokana na adui wao ambao ni Firauni la'natullahi alayhi.
Mayahudi wakamwambia mtume, fasama nabiyullahi Musa alayhi salam shukran lillah wa amara qaumahu bisawmi, aliweza kufunga siku hiyo na akaamrisha watu wake waweze kuifunga. Mayahudi waliadhimisha siku ya Ashura wakaifunga hiyo, na waliendelea kuifunga mpaka alipopatikana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mtume alivyopatikana, na yeye ndo sasa amekutana na mwezi huo wa Muharram katika mwaka huo wa pili katika ardhi ya Madina, akaziona zile shamra na juhudi kubwa za Mayahudi juu ya saumu hiyo. Alipoitambua, basi mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, nahnu aula bi Musa minkum, basi sisi tunayo nafasi kubwa ya kuweza kufunga na kulitekeleza hilo kwa nabiyullahi Musa zaidi yenu hata nyinyi Mayahudi. Kwa hiyo fasama an-nabiyyu wa amara ashabahu bihadha sawmi, aliweza kufunga mtume na akaamrisha masahaba zake kwa kuifunga saumu ya Ashura. Ikawa kama saumu ya lazima, na sura ya ulazima kwake na ulazima wake ni pale aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema, man kana qad asbaha muftiran, yoyote yule mwenye atakaye kuwa ameamka amekula kitu chochote, akasema falyumsik, basi inabidi ajiziwie asiendelei tena kula kitu cha aina yote. Wa man kana qad asbaha saiman, na yote yule ambaye atakuwa ameamka hajala kitu chochote, basi falyastamirra saiman, bimaana aendelee kuwa katika hali ya kuwa na saumu. Hii lugha ikaje ikaonesha kama ibada hii ya Ashura ikawa ni ya lazima, na huyo ni katika mwaka huo wa pili. Huyo ni mwaka wa pili, tungali ndani ya mwezi wa Muharram, ikaingia mwezi wa Safari mpaka tukafika ndani ya mwezi wa Shaaban. Katika nini? Katika mwaka huo wa pili ndiyo zikaja aya hizi za Ramadhan, ambaye anaambiwa mtume, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar waman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Mwenyezi Mungu akasema ya kwamba, baada ya kusema ya kwamba faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kwa hiyo hizi zikawa zimekuja kutuonesha kama ni masiku yenye kuhesabika. Saumu ya Ramadhani ikawa sasa imechukua nafasi ya saumu ya nini? Ya saumu ya Ashura. Ikalazimika sasa ulipoingia mwezi wa Ramadhani watu wafunge Ramadhani kulikoni kufunga nini? Kulikoni kufunga Ashura. Ikawa ni lazima ya Ramadhani. Ikawa ikitokea Ashura inakuwa ni kama ni swala la khiyari tu. Inakuwa swala la khiyari, anayetaka anaweza akafunga Ashura, asiyetaka anaweza akaacha. Kwa hiyo hii tarikhi hii inatupa nafasi ya kujua mwezi wetu mtukufu ambao tunatarajia kuupokea, tutaupokea katika mazingira gani. Tunarudi katika nukta hapa. Mwenyezi Mungu anasema kama kutiba ala alladhina min qablikum. Hapa kuna kafu ambao ni alama tashbih. Kuna kafu ambayo inayoleta alama ya mfanano. Mfanano gani huu ambao unaonekana umefanana na saumu yetu sisi tuliofaradhishiwa na wale waliyekuwa kabla yetu? Waliyekuwa kabla yetu walikuwa wanafunga aje? Na hii tashbihi, je, ni tashbihi ya adadi siyam au ni tashbihi ya kaifiyati saumi? Ni tashbihi ya idadi ya kufunga au ni tashbihi ya namna ya ufungaji? Maulama walitazama wakaona tashbihi hii sawa na kufata tarikhi, sio mfanano ambao ni mfanano wa idadi, ya kwamba sisi leo tunafunga mwezi mzima, je na wao walifunga mwezi mzima? Tunakuta hapana, kuna utofauti wa wao na sisi. Lakini kwenye upande wa kaifiyati saumi, namna ya kufunga, min tulu'i al-fajri ila ghurubi shamsi au ila al-layli,
kuanzia kujiziwia, kuanzia kuchomoza kwa jua mpaka usiku. Hii ndiyo tashbihi iliyokusudia katika saumu hii, kama kutiba ala alladhina min qablikum, ni kusema kama jinsi walivyofaradhishiwa wao kuwa wanajiziwia katika swala la ufungaji wa kutokula kuanzia kuchomoza kwa alfajiri mpaka usiku ikiingia, aidha jua kuzama. Huu ndio mfanano aliyekusudia, na wale waliotutangulia walikuwa wakijiziwia hivi, mashaallah, walikuwa wakijiziwia hivi. Hili ndiyo kusudio la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ili tupate misdaku ya haya tunayoyasema, inabidi turudi pia katika tarikhi. Tarikhi zinasemaje kutokana na waliotutangulia wao, na wao pia walifunga kwenye mifumo gani na kwenye utaratibu gani. Kuna kitabu cha Imamu Suyuti, yani kitabu cha Imamu Suyuti rahimahullah rahmatan wasi'a, ambacho kinaitwa Al-Wasailu ila Ma'rifati al-Awail. Katika kitabu hichi aliweza kuzungumzia na kutudhihirishia watu ambao waliyetangulia kuweza kufunga miongoni mwa manabii. Katika kitabu hichi kinadhihirisha ya kwamba awalu man sama, mtu wa kwanza aliyefunga, wanasema ya kwamba yani nabiyullah Adamu alayhi salam. Bimaana mtu wa kwanza kuweza kufunga alikuwa ni nabiyullahi Adamu alayhi salam. Wakaonesha ya kwamba sama 3 ayamin litauba, aliweza kufunga muda wa siku 3 kwa ajili ya kutubia kwa Mwenyezi Mungu, sawa na yale makosa aliyekuwa ameyatanguliza, ikawa kama ni kudhihirisha shukurani kwa Allah tabaraka wa taala kwa msamaha aliyoupata kwa Allah tabaraka wa taala. Huu ni nabiyullahi Adamu alayhi salam. Akaeleza pia Imamu Suyuti, wa pili aliyefunga ni nabiyullahi Nuhu alayhi salam. Anasema kana yani swama kadhalika 3 ayamin shukran lillah, na yeye aliweza kufunga muda wa siku 3 kwa kumshukuru Allah, kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuepukana na kunusurika na ile tufan, maji yaliyojaa ndani ya ulimwengu. Akanusurika nabiyullahi Nuh akiwa pamoja na wale waliyemwamini watu wachache, na baadhi ya wanyama aliyeamrishwa na Mungu aingie nao katika safina ile, na waliyekuwa wengi katika kaumi yake wakaangamizwa. Kwa hivyo akapata fursa ya kumshukuru Allah bisaumi, kwa kufunga, ili kudhihirisha shukurani zake kwa kitendo kizuri alichotendewa na Allah tabaraka wa taala. Mwingine aliyezungumziwa katika tarikhi aliyefunga saumi katika waliyetangulia, wakaeleza ya kwamba ni nabiyullah Ibrahim alayhi salam. Nabiyullah Ibrahim abul anbiya, anaitwa baba wa manabii. Ibrahim alayhi salam, wanasema wakadhalika kana yasumu 3 ayamin min kulli shahrin, na yeye alikuwa anafunga siku 3 katika kila mwezi, na yeye alikuwa anafunga siku 3 katika kila mwezi. Hii ni tarikhi inatueleza kama kutiba ala alladhina min qablikum. Ndio tungali tunatafuta hii tashbihi ambayo aliyeitaja Allah subhanahu wa ta'ala, hum mfanano hapa katikati. Na baada ya nabiyullah Ibrahim alayhi salam, ikaja nukta nyingine ya kumzungumzia mwingine, akatajwa Musa alayhi salam. Nabiyullahi Musa alayhi salam, wanasema sama 40 yawman, alifunga muda wa siku 40. Nabiyullahi Musa alayhi salam alifunga siku 30, na Mungu akamuongezea tena siku zingine 10, zikawa siku 40. Alipotaka kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, akapata fursa ya kufunga siku 30 na akamuongeza baadaye siku 10. Kwa hiyo zikawa ni siku 40. Huyu ni nani? Nabiyullahi Musa alayhi salam, kalimur rahman, aliyekuwa anazungumza na Mwenyezi Mungu bighairi wasitin bainahu wa baina Allah. Hapakuwa mtu aliyekuwa anakaa katikati yao, kati ya yeye Musa na Allah tabaraka wa taala. Alikuwa anazungumza na Allah mubasharatan, yasma'u
sauta Allah, bimaana anaisikia sauti ya Allah tabaraka wa taala. Baada ya Nabiyullahi Musa alayhi salam tunamuona Nabiyullahi Daud alayhi salam. Nabiyullahi Daud alayhi salam wanasema sama nisfa dahar, huyu alikuwa anafunga nusu ya mwaka mzima, kama jinsi ilivyokuja katika riwayatun sahiha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatueleza akisema ya kwamba afdalu siyami siyamu Dauda kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Anasema saumu bora ni saumu ya Nabiyullahi Daud alayhi salam. Alikuwa anafunga siku moja na alikuwa anakula siku moja. Moja katika saumu zilizopendwa na zikaonyeshwa ubora wake na kipenzi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama ni saumu ya Nabiyullahi Daud. Aliweza kuwa anafunga siku moja na anakula siku moja. Bimaana mtume akatuonesha wale wanaotaka wenye mapenzi makubwa ya kufunga, basi wa kufunga wajitahidi kupenda saumu ya Nabiyullahi Daud. Hii ni bora zaidi kwa wale wanaopendelea kuweza kufunga, maana Uislamu hautaki ibada za madhara. Kuna zile ibada zenye kuleta madhara, kama kuna wale watu watatu ambao walikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallama kufanya taftishi ya ibada za mtume. Walipoona ibada za mtume ni ndogo, wakataka wajipangie wao ibada zao. Mmoja wao akasema, akatia azma ya kusema ya kwamba la asumanna nahara wala uftiru abada, mimi nitakuwa kazi yangu ni kufunga mchana, sintokula hata siku moja mchana. Mwingine akasema ya kwamba la aqumanna al-laila wala anamu abada, mimi nitakuwa kazi yangu ni kusimama visimamo vya usiku na wala sintolala hata siku moja usiku. Mwingine akasema ya kwamba la a'tazilanna nisaa fala atazawwaju abada, mimi nitajitenga kabisa na wanawake na sintooa milele. Kwa hiyo mtume aliposikia habari za hawa mabwana, ilibidi mtume atake kuwarekebisha na kuwaelekeza, kwa sababu ibada zao hizi ni za madhara, ibada ambazo zitaleta madhara kwenye viili vyao. Akawaambia ana rasulullah, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, anamu al-laila wa aqumu al-laila, mimi huwa ninalala usiku lakini pia huwa ninasimama visimamo vya usiku. Kwa hiyo kama na wewe unataka kuiga sunna zangu, acha sunna za kujifanya kila siku wewe unataka usimame visimamo vya usiku, alafu hautaki kupata muda wa kupumzisha mwili. Mwili una haki pia, inabidi na mwili na wenyewe upate haki yake. Inna Allaha qad a'ta likulli dhi haqqin haqqahu, Mwenyezi Mungu kila chenye haki amekipa haki yake. Kwa hiyo hata viwiliwili vina haki zao. Kwa hiyo kiwiliwili lazima kipate muda wa mapumziko pia, lazima kipate muda wa mapumziko. Ama yule wa pili, mtume akamwambia ana rasulullah, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, akasema asumu nahara wa uftiru nahar, mimi ni mtume wa Mungu, huwa ninafunga mchana na ninakula mchana. Bimaana acha tabia za kutaka kufunga kila siku kila siku kila siku, kiasi kwamba mpaka utaudhoofisha mwili wako ukose afya, na mwili pia una haki. Na ama yule watatu, mtume akamwambia ana rasulullah atazawwaju nisaa wala a'tazilu nisaa, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, huwa ninaoa wanawake na wala huwa sijitengi na wanawake, kwa sababu mwili pia una haki ya kuweza kustarehe na wale ambao Mwenyezi Mungu aliyewaambia litaskunu ilaiha. Mungu alisema ili nyinyi wanamume mupate utulivu kwa hao wanawake. Sasa unataka kupoteza ili lengo la Mungu la wewe kupata utulivu kwa kuacha kuoa. Kwa hiyo mtume akasema faman raghiba an sunnati falaysa minni, yoyote yule ambaye atakayejitenga na mwenendo wangu huu niliokuelezeni, basi huyo si katika mimi.
Kwa hiyo ndio maana Mtume akataka kuonesha kama kuna watu wana mapenzi makubwa ya kufunga, wanahitaji wafunge kila siku, waache tabia ya kufunga kila siku, lakini wachukue basi saumu ya Nabiyullahi Daud alayhi salam, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman, alikuwa anafunga siku moja na alikuwa anakula siku moja. Haya, tunamuona Nabiyullahi Sulaiman ibn Dauda, Suleimani mtoto wa Daud, na yeye kaifa kana yasum, alikuwa akifunga aje? Ulama wanasema kana yasumu 9 ayamin min kulli shahr, alikuwa anafunga muda wa siku 9 katika kila mwezi, fi awali shahri wa fi wasati shahri wa fi akhiri shahri 3 ayami. Bimaana alikuwa anafunga siku 3 za mwanzoni wa mwezi, siku 3 za katikati wa mwezi na siku 3 za mwishoni wa mwezi. Huu ni utaratibu alikuwa akiutekeleza Nabiyullahi Sulaiman alayhi salam ibn Dauda. Lakini pia tumtazame Nabiyullahi Isa alayhi salam. Nabiyullahi Isa wanasema sama 40 yawman ala aljabal, aliweza kufunga muda wa siku 40 akiwa majabalini huko, muda wa siku 40. Kwa hiyo ukitazama hii tarikhi kwa mujibu wa kauli ya Mungu, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama kutiba, kama walivyofaradhishiwa waliyekuwa kabla yenu. Bimaana tumeona ya kwamba walichofaradhishiwa wao ni ule utaratibu wa kujiziwia tu kwa mchana hadi usiku, lakini idadi ya ufungaji ya masiku ya kufunga yametofautiana kama jinsi tulivyoweza kusikia. Sasa sisi tukapewa ni shaharun kamilun, mwezi wenye kutimia, kama jinsi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema katika surati al-Baqara, akasema ya kwamba shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, kuonesha kama mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao umeshukia nini? Qur'an. Unaona, hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan, ni uongofu huo kwa watu, lakini pia hicho ni kipambanuo cha kuweza kuwapambanulia watu haki na batil, na chenye kupambanua kila ambacho ni cha shari na kila ambacho ni cha haki kiwe na nafasi yake. Mungu akasema faman shahida minkum ash-shahra, yoyote yule atakaye shuhudia mwezi huo akawa ana siha, ana afya njema, hana udhuru yoyote ya kisharia, falyasumhu, anatakiwa aufunge. Falyasumhu, tayari kuna lamul amri, lam ya kuamrisha, kwa sababu hapo falyasumhu ifau ni jawabu ya yale yaliyozungumzia, jawabu shart, na falyasumhu kuna fi'lul mudhari'un, hapo iko majzumun bilamil amri, hapo kuna kitendo cha mudhari'i ambacho kimeweza kupewa sakna kwa sababu ya lamul amri, falyasumhu. Unaona, wal jumlatu tufidul amra, na jumla yote kwa ujumla inafiidisha nini? Inafiidisha amri. Hiyo ni amrun min Allah, falyasumhu. Hapo inatakiwa ni lazima mtu aweze kufunga. Kwa hiyo kutokana na tarikhi hii inakupa nafasi ndugu yangu mtazamaji, utambue ya kwamba saumu ya Ramadhani haikuwa ni adhabu kwetu sisi, haikuwa ni adhabu kwetu sisi, lakini ni ibada kubwa ambayo ni siri ya Mwenyezi Mungu kati yake yeye na mja wake, na jazaa ya saumu hiyo hakuna anayejua illa Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-saumu li wa ana ajzi bihi, Mungu anasema saumu ni yangu mimi na mimi ndo nitajua namna gani ya kumlipa mja wangu. Kwa hiyo hii ni ibada kubwa ambayo inakuwa ni sirrun adhimun baina al-abdi wa rabbihi, ni siri iliyokuwa kubwa kati ya mja na Mola wake. Ibada zingine huwa zinaonekana kama ukisali watu wanakuona umesali, lakini saumu hakuna anayejua kama umefunga ama haukufunga. Hata ukwenda kwenye uchochoro ukala,
Hakuna ambaye atakayejua kama umekula. Lakini kama unakubali kujiziwia na una uwezo wa kujificha ukala, lakini ukasema Mungu ananiona, nikenda nikala nimejificha, Mungu ataniona, basi hiyo ndio inaleta heshima kubwa katika ibada hii ya saum. Kwa hiyo tujitahidini, mwezi wa kheri umefika huu. Kila usiku wake, katika usiku unapoingia usiku wa Ramadhani ule, tukishaona mwezi, ananadi mwenye kunadi, anasema ya baghiya alkhairi aqbil wa ya baghiya asharri aqsir au adbir. Wewe mwenye kuitafuta kheri, tayari sogea, mwezi wa kheri umefika. Wewe mwenye kuitafuta shari, kaa mbali kabisa na shari zako, kaa mbali kabisa na shari zako. Hivyo basi tutosheke na tarikhi hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na namna gani Mungu alituonesha wale waliotutangulia walivyofunga. Masha Allah, tutosheke na hili, na bado mambo mazuri yanayokuja kuzungumzia Ramadhani na ibada zake, Ramadhani na yale yanayokatazwa, Ramadhani na wale ambao wameruhusiwa kuweza kula na wale ambao hawakuruhusiwa. Haya yote mtayaona katika siku zijazo katika vipindi vyetu vya kila Alhamisi. Kwa leo tuwe tumetosheka na haya, na kutakieni kila la kheri, na muweze kunufaika sana na mwezi wa Ramadhani umalizike sote tumesamehewa madhambi yetu. Wabillahi tawfiqi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.